kwa kuwasogeza watu, lakini wakati huo walikuwa wanaunganisha, kwa sababu watu wengi walikuwa wanawahamisha kutoka pembezoni wakiwaleta pembezoni mwa barabara, yani kutoka nje kuwasogeza pembezoni mwa barabara. Kwa walikuwa na changamoto ya watu ya kutengeneza umoja, kwa maana kama watu walikuwa wanakusanyika kwa pamoja lakini hawajuani. Kwa hiyo walikuwa wanakusanya kwa pamoja, lakini walikuwa na kitu kinaitwa ujamaa. Ile sera ya ujamaa nadhani unaikumbuka. Kulikuwa na matrekta ya kijiji, kulikuwa watu wanalima kwa pamoja, maduka ya ushirika, unaona. Kwa hiyo moja kati ya kazi ngumu ambazo walikuwa nazo Dr. Kilelu ni kuhakikisha wae wanakusanyika kwa pamoja. Kuna watu walikubali lakini kuna watu walikuwa wanaikataa. Kwa hiyo kwenye ile miaka ya nyuma nadhani kama unakumbuka, watu wa zamani wanajua hiyo. Sikukuu ya Krismasi ilikuwa inatumika kama sikukuu ya wakulima. Watu walikuwa wanakusanyika kwa pamoja, wanasherehekea kwa pamoja katika hali ya kufanya nini? Kuwaunganisha watu, kupata ule ujamaa. Unaona? Kwa hiyo wakati anafanya hiyo operation mwaka 72, Dr. Kilelu alikutana na upinzani wa baadhi ya watu kukataa mashamba yao. Yaani kwa sababu wao kama una shamba kubwa natakuwa mlime kwa pamoja. Baadhi ya watu walikuwa wanaikataa hiyo sera. Lakini kitu ambacho wengi hawakijui, Mwamwindi hakuwa tu mkulima wa kawaida, alikuwa ni mtumishi wa serikali ambaye aliacha kazi akarudi akawa mkulima. Unajua mwaka 71 mwaka 72 mtu anamiliki trekta. Ndio. Unaona? Anamiliki mashamba makubwa, afu unamwambia atoke yale mashamba yake au aende akalima mashamba ya jamaa, hawezi kukuelewa. Unaona? Kwa hiyo akakutana na huo kinzani ambaye Mwamwindi sasa ndo amecheza kama Gabo. Yeah. Na wewe ukicheza nafasi ya mkuu wa mkoa wa Iringa 1971-72 Dr. Kilelu. Yeah. Bana, leo tuna mastori mengi sana hapa, lakini hebu tuambie tu jinsi ambavyo mmemaliza kushoot. Yeah. Ulikuwa una matumaini na kazi itakwenda kuwa kubwa kama ambavyo leo ipo hivi? Kwanza hizo filamu yangu kwanza kuifanya. Nimefanya kazi nyingi. Mimi niko kwenye sanaa toka 2003. Nafanya filamu 2003 nilikuwa chuo mwaka wa pili. Lakini nilipofika mwaka wa 4, mwaka wa 3 2004 nikashindwa kuendelea na sanaa kwa sababu nikajikuta sanaa na chuo vinakinzana. Sanaa unajua inahitaji muda mwingi. Nikaacha sanaa, nikarudi Mafinga tena 2010. Nikaingia rasmi tena kwenye sanaa. Katikati nimefanya nyimbo kubwa kidogo na Zuchu. Na Pambana. Ilikuwa ndo kazi yangu ya kwanza kufanya kubwa, lakini kabla ya hiyo 2013 tumefanya kazi na Jengua, Bless Mapunda, filamu, yani na filamu nyingi kidogo nimefanya na watu. Kwa hiyo sio kwamba kazi ya kwanza kufanya na msanii mkubwa kwamba nitafika location nimshangae, hapana. Kwa hiyo nilivyofanya hii kazi, unajua kazi kubwa unaiona hata location. Hii kazi ni kubwa. Toka location unaona kabisa hii kazi ni kubwa. Jamaa anapokuambia na alikwambia kabisa target yangu hii kazi ni kwa ajili ya tuzo. Na kabla hajatoa mwaka huu hii kazi imeshaenda kwenye tuzo zaidi ya 3. Mwaka jana alipeleka kwenye tuzo za Canada. Kuna tuzo zingine alizipeleka huko mbele, akija director ataelekeza. Atakuelekeza. Hata zifu hii kazi ilishaingia. Afu kitu ambacho ukijui pia, hata mwaka jana kwenye tuzo za Tanzania hii filamu iliingia na walikata. Lakini umaarufu wake lakini sasa hivi baada ya jamaa kuiachia, unajua ndo kazi tuzo zetu na mifumo yetu jinsi inavyoenda. Kwa hiyo ukubwa wake toka location, jamaa alikuwa anatuambia bwana, ndio basi usiniangushe. Nakupa na kuamini, najua utafanya jambo, hii kazi mimi target yangu ni kwenda mbali. Na unaiona? Hii kazi unaiona. Ile gari tuliyotumia ndio tumia kama imeandikwa RC Iringa. Ile gari amekuta sehemu. Unajua ndio gari ambayo kiuhalisia Dr. Kilelu alikuwa anaitumia. Kwa hiyo utafuta uhalisia kabisa. Sasa mlipataje? Alipata pale Iringa, ile ilikuwa iko juu ya mawe. Imeharibika ile gari. Jamaa aligaramia kuitengeneza ile gari. Na mwenye gari anasema kama utafufua hii gari ukaitumia hata ukishutia mwaka mzima, ili mradi rudi na tembea. Ile gari ilikuwa imekufa starter.